Ndugu waandishi wa habari, kuhusu hatua za mtawala kuzishutumu nchi na taasisi za kimataifa zilizoingilia swala la kupinga ukiukwaji wa haki za binadamu na mauaji ya raia wasio na hatia nchini Tanzania. Tanzania haiwezi kusimama peke yake, kwani nchi zote duniani zinategemeana kwa namna moja au nyingine. Lakini pia ifahamike kuwa haki za binadamu zinasimamiwa na sheria na katiba za kimataifa, yani International Human Rights Law, the United Nations Convention on Civil and Political Rights of 1969 and the Universal Declaration of Human Rights of 1948, ambazo nchi yetu iliridhia na kuwa mwanachama. Na hivyo hatuwezi kujitoa kwa namna yoyote. Kwa swala la haki za binadamu linalindwa na sheria za kimataifa, linalindwa na mikataba ya kimataifa. Haliwezi leo tukajitoa katika mazingira ya aina yoyote. Lakini pia dunia haiwezi kunyamaza wala haiwezi kunyamazishwa kutetea haki za binadamu kwa vitisho vya aina yoyote kutoka mamlaka yoyote, na badala yake sauti ya kudai haki itazidi kuongezeka na kuongezeka zaidi. Na pia ushahidi zaidi wa kuwafikisha watu hao waliohusika na mauaji hayo katika mahakama ya kitaifa ya uhalifu, yani ICC. Kwa hiyo hawezi kwa namna yote ile kunyamazia. Dunia haiwezi kunyamaza hata siku moja ikawaacha Watanzania hawa wauawe alafu dunia ikakaa kimya. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu maandamano na matumizi makubwa ya nguvu, ni haki ya raia kuandamana ili kufikisha ujumbe wa kutokuridhishwa na mambo fulani, na hali hii ni kwa mujibu wa ibara ya 18 na ya 20 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sheria ya vyama vya siasa, sheria ya polisi na PGO, ambazo zote zinaruhusu kufanyika kwa maandamano. Rais hana mamlaka ya kuidhinisha watu kuuawa hata kama kuna ukiukwaji wa haki na uhuru. Katika kipindi hicho cha tarehe 29 Oktoba 2025 hapakuwa na vita wala hali ya hatari iliyokuwa imetangazwa na rais katika mujibu wa ibara ya 31 ibara ndogo ya kwanza na ibara ndogo ya pili ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Pia hakuna uthibitisho hadi sasa kama waandamanaji hao walihatarisha usalama wa nchi. Hawakuwa na silaha na wengi wameuawa wakiwa wanakimbia kujisalimisha. Wengine walikuwa tu barabarani, wengine walikuwa majumbani mwao, na wengine walikuwa sehemu za biashara. Hivyo kitendo cha kuua waandamanaji na raia wengine ambao hawakuwa sehemu ya maandamano ni kinyume cha sheria ya nchi kwa mujibu wa ibara ya 31(3) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo nainukuu hapa ili isionekane nazungumza maneno yangu. Katika eneo la katiba la madaraka pekee ya mamlaka za nchi, ambapo ibara ya 31 ibara ndogo ya 3 inasema, ifahamike kwamba masharti yaliyomo katika ibara hii hayataidhinisha mtu kunyang'anywa haki yake ya kuwa hai isipokuwa tu kwa kifo kama matokeo ya vitendo vya kivita. Pia sheria ya polisi, sheria ya matumizi ya silaha, yani the Firearms and Ammunition Control Act na PGO, zimeweka ukomo wa kutumia nguvu kubwa kupitiliza, kwamba it must be necessary, proportional and reasonable force kwa vyombo vya dola katika kukabiliana na watuhumiwa. Na pia masharti hayo yamewekwa katika African Charter on Human and People's Rights ambayo Tanzania ni mwanachama. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu madai ya vijana walioandamana tarehe 29 Oktoba 2025 walilipwa fedha ndio wakafanya maandamano, kauli hizi ni dhihaka kwa wananchi, kwani wananchi wanayo malalamiko ya muda mrefu kwa serikali ambayo imeyapuuza, kama utekaji, kuuawa kwa wananchi kuuawa kwa wananchi, kupotea, kuminywa kwa demokrasia, kubambikizwa kesi, kuminywa kwa uhuru wa kuabudu, kushamiri kwa vitendo vya rushwa na ufisadi, ajira na teuzi za upendeleo serikalini. Ukweli ni kuwa haya maandamano yaliyofanyika tarehe 29 Oktoba 2025 ni matokeo ya serikali ya Chama cha Mapinduzi kupuuza vilio, maoni na malalamiko ya wananchi walioyatoa kwa muda mrefu na ya kuonyesha kutokuridhishwa na utendaji wa serikali. Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alituasa kuwa chama kitakachopuuza maoni ya wananchi kinaweza kikalia kilio
asipatikane mtu wa kupangusa machozi. Ninachowaambia CCM na vyama vingine vile vile, lazima msikilize wananchi wanasema nini. Kama nilivyoeleza, maumivu na malalamiko ya Watanzania katika vipengele namba 5 na 6 ambayo mtaona huko mbele, ambapo walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Pia tuhuma za kupewa fedha ambao walipaza sauti, walipaza sauti lakini hawakusikilizwa. Lakini pia hata kama tuhuma hizo za kupewa fedha waandamanaji, basi tungeambiwa kwamba hizo fedha zilitoka kwa nani, zimegawiwa kina nani, kwa utaratibu gani, na kiasi gani alipata kila mtu, badala ya kutoa shutuma tu za kiujumla. Ndugu waandishi wa habari, kuhusu nchi za kigeni kuwa nyuma ya machafuko haya na kwamba wanamezea mate rasilimali zetu, kauli hizi zinaweza kuharibu mahusiano yetu kimataifa bila sababu za msingi, kwani sera ya mambo ya nje ya nchi yetu ni ya kutofungamana na upande wowote. Kwa hiyo nchi zote ni marafiki na tumekuwa tukishirikiana na nchi hizo zote kulinda amani na shughuli za maendeleo tangia uhuru. Mataifa hayo ya kigeni ambayo tumekuwa tukishirikiana nayo hapa nchini kwetu, tunategemea misaada na mikopo zaidi ya 30% ya bajeti ya serikali, misamaha ya huduma za kiafya na ulinzi na usalama. Kwa namna yoyote hatuwezi kupuuza mchango wa mataifa haya mpaka tukaanza kuhoji kwamba hatujui wao ni akina nani. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, kwamba wanamezea mate rasilimali zetu. Kuhusu ulinzi wa rasilimali za nchi, tunaingia mikataba mibovu kwa usiri, bila ushindani na bila ridhaa ya bunge. Leo tunataka kumsingizia nani? Mikataba hii mbovu ya rasilimali tunaingia sisi wenyewe. Leo tunataka kumsingizia EU, tunataka kumsingizia Marekani, tunataka kuisingizia Uingereza, tunataka kuisingizia Urusi, tunataka kuisingizia China na kwingineko. Hii ni hapana na hapana tena. Tusirushe lawama kwa mataifa mengine kwa matatizo tuliyoyasababisha sisi wenyewe. Watu wengine hapana.